Yes, bana mambo vipi? Ujambo na karibu media, kituo chako bora ya siku hizi update kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami presenter wako biologist Andrew, mwamba kwa mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa media kwa wakati. Just bana moja story ambazo ndio kumekea hivi sasa kama mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baadhi ya dada taifa all the way from Marekani. Hapa namzungumzia bidada Mange Kimambi bwana, kutoboa siri lakini pia kumsheki chambo bwana kwa Diamond na kusema kwamba Diamond bwana hana pesa, Diamond ni maskini. Hii ni baada ya siku ya jana bwana kusambaa kwa video clips zikionyesha wamama wakimlalamikia bwana kwa Diamond ya kwamba wamekosa futari. Nikukumbushe tu kwamba juzi kati Diamond alitangaza kupitia TV yake, hapa nazungumzia Wasafi TV, kwa kusema kwamba atafutulisha watu na watu wote wanaalikwa katika futari, na tunafahamu kwamba huu ni mwezi mtukufu Ramadhani na mastaa wengi wamekuwa wakifanya hivi. Kiachana bwana kwa Diamond wamekuwa wakialika watu jioni kuja kufuturu nao pamoja. Sasa Diamond bana alifanya haya kwa kualika mashabiki zake na wasio mashabiki zake kuja kufuturu pamoja katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa watu walikuwa wengi sana, tuliona kama ilivyokuwa kawaida bwana kwa Diamond bwana huaga anaga jambo dogo. Chochote kile ambacho amekuwa akifanya bwana kwa Diamond, chochote kile ambacho anakitangaza Diamond lazima kiende viral kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu Diamond ni miongoni mwa wasanii, kwanza ni maarufu hapa nchini Tanzania, lakini pia ni miongoni mwa wasanii ambao wanakubalika mno hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa hiyo watu wengi waliparticipate kwenda kupata futari kwa mzee Diamond, wakiamini kwamba Diamond bwana ni miongoni mwa wasanii ambao huaga hawanaga jambo dogo. Sasa kitu ambacho kimekuwa cha tofauti kidogo baada ya watu kujaa kwenye kile ambacho alikialika bwana kwa Diamond, inaonekana kwamba kama vile imekuwa tofauti ya yale matangazo ambayo amekuwa akiyatangaza kwenye Wasafi TV na kile ambacho ameenda kujionea pale, kwa kwamba wengi walikosa futari. Na tuliona video imesambaa kwa mtandao wa kijamii wa mama akilalamika kusema kwamba kwani Diamond ameamua kufanya haya, ni bora kama futari ilikuwa ndogo asingetangaza, sisi tusingekuja kwenye hii event, kwa kwamba tumeshindwa kuwapikia wame zetu, tukiamini kwamba huko tutakuja kupata futari ambayo itatusaidia usiku huu, lakini pia itatusaidia na wanaume zetu. Sasa kwa hiki ambacho amekifanya Diamond, kiukweli ametukosea kweli, na nadhani kwamba hiki ambacho amekifanya Diamond hata Mwenyezi Mungu akupenda, kwa kwamba ni bora asingetangaza kama mfuko wake ni mdogo, lakini ametangaza kuonekana kwamba kama vile ana uwezo wa kuweza kuwahudumia watu wote ambao watakao participate kwenye hii futari yake. Lakini imekuwa tofauti, kwa kwamba sisi sasa usiku huu tutaenda kupika futari saa ngapi. Ni kile ambacho amezungumza baadhi ya mama, ambayo video yake imesambaa sana kwa jamii, ambapo Mange Kimambi ameitumia hii video bana kama vile kumsheki chambo bwana kwa Diamond na kumuita Diamond maskini, kumuita Diamond ni miongoni mwa wasanii waongo, watu wasio wanamsikiliza. Na yeye mara kadhaa amekuwa akizungumza kwa mtandao wa jamii kusema kwamba Diamond sio mtu wa kumsikiliza, Diamond sio mtu wa kumfuatilia kwa kile ambacho amekuwa akizungumza, kwa sababu mengi ambayo amekuwa akizungumza ni mambo ya uongo. Kama hawa wamekosa futari, mbona wale wa ndani wamepata futari? Kwa hiyo inaonyesha kwamba huu mwaliko wake ambao ametangaza bwana kwa Diamond ni kwa ajili tu ya watu special, kwa sababu wale watu wakubwa hakuna hata mmoja ambaye alilalamika kwamba amekosa futari. Lakini hawa watu wa hali ya chini ndio wamekuwa kulalamika kwa mtandao wa jamii kusema kwamba amekosa futari. Sasa kitendo hiki ambacho Diamond amekifanya siku ya jana sio kitendo kizuri, na msio mnafuatilia kile ambacho Diamond anakitangaza, kwa sababu asilimia kubwa ya yale ambayo Diamond anatangaza ni kujipa ukubwa kwa vitu ambavyo hana. Ni kile ambacho alizungumza mada Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram bana, kama vile kumchana makavu kwa Diamond kwa yale ambayo amekuwa akiyafanya juu ya hii video clip ambayo ilikuwa ikisambaa kwa mtandao wa jamii, ikionyesha wamama akilalamika wakimlalamikia Diamond ya kwamba wamekosa futari, na yeye mwenye Diamond ndiye ambaye alitangaza kwamba atafutulisha ule usiku, watu wasipike futari nyumbani kwao, waje kufuturu kwa Diamond. Sasa imekuwa tofauti kidogo, jambo ambalo kiukweli limewashangaza sana baadhi ya mashabiki wa Diamond, na kusema kwamba hiki ambacho amefanya Diamond bwana kama vile sio kitu kizuri. Na wapo ambao wamemtetea Diamond kwa kusema kwamba Diamond anapoandaa hizi event bwana, hii sio ambaye anasimamia, huenda ameweka budget ile ambayo yeye ameiweka, lakini hawa ambao wamekuwa kisimamia kile ambacho Diamond amekiweka ndio wenye makosa, kwa maana kwamba huenda wamechikichia pesa bwana, kwa maana kwamba kuna pesa ambayo labda Diamond aliitoa ya kuweza kupiga hesabu ile yote ya wale ambao amewaalika, japokuwa hakujua ni watu wangapi ambao wanaweza wakaparticipate, lakini na uhakika Diamond huenda alipiga hesabu na wale wote ambao watakao kuwepo. Lakini pia amepiga hesabu ya reserve, kwa maana kwamba iandaliwe futari ambayo ni nyingi, endapo kama itawatosha mpaka nyingine ibaki. Lakini hawa watu ambao wamechukua ile budget, kama kwamba amepanga hii budget kutoka kwa Diamond, huenda kuna pesa
pesa ambayo amebana bwana, kwa sababu tunawafahamu wabongo huaga hawezi kufanya jambo lile lililonyooka, lazima kuwe kuna kupinda pinda hivi, kwa maana kwamba kuna upigaji ambao unaendelea. Kwa hiyo huenda Diamond aliweka hiyo pesa, lakini hawa watu ambao wamechukua hiyo budget huenda wamepiga hiyo pesa. Ni kauli ambayo amezungumza ushabiki ambaye amekuwa akimtetea bwana kwa Diamond, kuonekana kwamba Diamond sio kama ameshindwa bwana kuwafutulisha watu, lakini huenda hii budget ambayo Diamond ameipanga hawa watu ambao wamekuja kuparticipate kwenye iftari yake bwana kwa Diamond, huenda ikawa labda budget ile pesa bwana wameipiga, kwa maana kwamba tunafahamu wabongo bwana ndio michezo yao bwana. Popote pale ambapo kuna event lazima kuwe na chajua ambacho wao huwa wanapiga. Ni kitu ambacho kilikuwa trend na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini tumeona siku ya jana bwana mama amemlalamikia sana bwana kwa Diamond, kusema kwamba kama alikuwa hana uwezo wa kuweza kuamudu kuwahudumia wale wote, basi singeweza kutangaza, kwa maana kwamba wapo watu maarufu ambao wamepata iftari, watu wapo ambao wenye pesa wamepata iftari, lakini hawa watu wa hali ya chini wamekuwa wakilalamika kwa ni Diamond amefanyia haya. Ni jambo ambalo kilikuwa katika trend na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa upande wa Diamond mpaka hivi sasa bwana hajazungumza lolote kuhusiana haya ambayo watu wamekuwa wakilalamika mdogo kijamii na Mange Kimambi kumshusha kijambo, lakini pia kumchana makavu kwa huu puuzi ambao ameufanya kwa baadhi ya mashabiki huko Saftari, kwa kwamba yeye mwenyewe ndiye ambaye alitangaza, alafu hapa ambao wamefika pale kwenye ile event yake hii kuandaa iftari wamelalamika kusema kwamba amekosa iftari. Kwa hiyo Diamond mpaka hivi sasa amekaa kimya, hajamjibu chochote Mange Kimambi wala hajamjibu shabiki yoyote yule. Inaonyesha namna gani ambavyo huenda amelielewa hili ambalo linaendelea, na ndio maana ameamua kunyamaza kimya, na mashabiki wamesema kwamba anachokifanya Diamond kama vile sio kitu kizuri, ni bora angezungumza tu, labda kuomba msamaha, kuomba radhi wale wote ambao amewakosea, lakini mpaka sasa amekaa kimya kuonesha namna gani ambavyo huenda alitarajia haya ambayo yametokea kwenye mitandao ya kijamii. Sasa wewe mpenzi Global Media, nini ambacho tunaweza kuzungumza kuhusiana na hili ambalo tumesogezea? Una nafasi ya kuacha comment yako hapo chini juu hiki ambacho tumesogezea. Unadhani kwamba kitendo ambacho amekifanya bwana mkubwa Diamond kwa mashabiki zake na wasikuwa mashabiki zake ambao wameparticipate kwenda kupata iftari huko ambapo aliwaahidi kwamba waende, unaweza kwamba ni kitendo kizuri kweli ambacho Diamond amekifanya? Unadhani kwamba mwenye makosa ni Diamond au hawa ambao wameandaa budget ambayo imetoka kwa mzee Diamond? Drop ya comment hapo chini kwenye comment section juu kimesogezea. I hope mmeenjoy tufikia. Fahamu ya kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo update nyingine kali kwa Global Media, ambacho naomba tu ni kuendelea kusana nasi bana kwa kubonyeza neno kwa subscribe. Ulikuwa nami mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia. This is the voice of Roger Andrew, the most expensive presenter for Global Media. Baki nasi for more update, maana Global Media ni kitu chako bora kwa kupatia updates za kazi za mastamba wanapenda ndani na nje ya Tanzania.